Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Kinachoendelea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tumeona tume ya uchaguzi ikitangaza vyama 18 ambavyo vitashiriki katika uchaguzi mkuu 2025, lakini Chadema wao kwa kutokutia saini maadili ya uchaguzi basi wanakosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025. Lakini pia Chadema hawatahusika katika chaguzi nyingine ndogo kwa miaka mitano. Yani kama endapo uchaguzi mkuu utafanyika mwaka huu, lakini pia katika chaguzi nyingine ndogo ndogo ambazo zitatokea katikati hapo ya miaka mitano, basi Chadema pia hawatahusika katika chaguzi hizo. Na kubwa zaidi ni kwamba kipindi hiki Chadema wakati wanaendesha kampeni yao ya no reform no election wamekutana na mambo makubwa mno. Kubwa zaidi ni mwenyekiti wa chama Tundu Lissu ambaye anashikiliwa na kosa kubwa ambalo amekutwa nalo ni kosa la uhaini. Nimekuchambulia hapa kosa la uhaini, lakini pia pamoja na adhabu zake, kukiwapo na adhabu ya kifo, lakini pia kifungo cha maisha jela. Katika kipindi hiki ambacho Chadema walikuwa na mhitaji sana mwenyekiti, lakini pia katika kipindi hiki ambacho Chadema walikuwa wanahitaji kuzunguka mikoa mbalimbali kwa lengo la kutoa elimu katika kampeni hiyo ya no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, na wakataja mambo 6 Chadema ambayo wanasema yakifanyiwa marekebisho basi Chadema itashiriki katika uchaguzi. Lakini katikati hapa wakiwa wanajipanga kuzunguka mikoa mbalimbali, wanaanza mwenyekiti anakamatwa, lakini pia kosa kubwa la uhaini. Lakini pia wakati huo huo tume ya uchaguzi wanaitisha kikao Dodoma. Kikao hicho ni kutia saini maadili ya uchaguzi, sheria ambayo ilianzishwa mwaka 2024, na kwamba endapo chama hakitatia saini basi kinakosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Sasa Yeriko Nyerere, moja kati ya wadau ambao kwa Chadema anampenda kweli Freeman Mbowe, na katika kipindi hiki ambacho kilimeibuka kundi la G55 Chadema, wengi wanamuona pia hata Yeriko kama ni miongoni mwa watu ambao hawamkubali kabisa mwenyekiti Tundu Lissu, lakini kwake alitamani kuona Freeman Mbowe akiendelea kuwa mwenyekiti wa Chadema. Bwana Yeriko amechambua Chadema kutokutia saini na hivyo kujiondoa au kukosa sifa za kushiriki katika uchaguzi mkuu. Lakini pia Bwana Yeriko amechambua sheria hiyo na kwamba kwa lolote ambalo limetokea sasa hivi bado kuna uwezekano Chadema wakashiriki katika uchaguzi, na sheria hiyo ambayo tume ya uchaguzi wameielezea kwamba inaifunga Chadema kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiki ambacho amekiandika hapa Yeriko, nadhani wengi pia tunapaswa kukifikiria mara mbili na utapata majibu iwapo sheria hiyo ipo sawa. Na je, Chadema watashiriki katika uchaguzi endapo mabadiliko yatafanyika kwa kila ambacho wanakitaka kwanza? Lakini pia kwa sheria hii ni kwamba Chadema bado wana muda wa kutia saini maadili ya uchaguzi kwa sababu ya sheria hizi na uchambuzi ambao ameuandika hapa Yeriko Nyerere. Kwanza ameanza hapa kwa kusema kwamba nitakuwa shahidi mkuu tutakapoandika historia mpya ya chama changu Chadema. Washindi ndio huandika historia, na tafakari sana, moyo unavuja damu. Tutaweza kuirejesha Chadema hii katika kilele cha kwenda kushika dola ya Tanzania ikiwa itaanguka? Nakubaliana na wakongwe wa uchambuzi wa siasa Ansbert Ngurumo na Absolomoni Kibanda kwamba kwa bahati mbaya Chadema imeamua kusikiliza na kutiwa na harakati wa mitandaoni na kuacha siasa. Ngoja kwanza Chadema ijaribu njia ya NGOs
na pressure group tutaulizana baadaye. Wataalamu wa strategic provocation ndani ya mfumo hatimaye umefanikiwa kukiondoa chama chenye nguvu ya kushika dola kwenye ushindani. Kwa CCM hili ndilo walilotaka kwa miaka mingi, na ndiyo maana walizidisha ukatili katika siasa. Walijua kuwa ipo siku moja Chadema ingenyosha mikono na kukaa pembeni na kuachia wengine majukumu ililopaswa kulisimamia hadi mwisho. Maalim Seif akiwa CUF alifanya kosa hili la kususia uchaguzi mwaka 2015, akiamini kwamba kususia uchaguzi kwa marudio baada ya Jecha kuwapora ushindi kungewasaidia. Tulimwandikia tukamtahadharisha kutochukua uamuzi huo, lakini hawakutusikia. Matokeo yake Shein akaibuka mshindi kilaini na mawazo kwamba eti jumuiya ya kimataifa ingesaidia kumuondoa madarakani katika kipindi cha mwaka mmoja tu yakafa kifo cha kawaida. Kosa hilo hilo linafanywa na Chadema leo. Absalom Kibanda anahoji kwamba Tundu Lissu alipotangaza kwa mara ya kwanza kuhusu no reforms no election, alitamka bayana kwamba msimamo wa Chadema sio kususia uchaguzi bali ni kuzuia usifanyike. Sasa kama azma ilikuwa ni kutosusa, kwa nini basi mmeamua kususia hatua hii muhimu? Kwamba kwa nini Chadema hawajakwenda kutia saini maadili ya uchaguzi kama hawakupanga kususa bali walipanga kuzuia uchaguzi? Mtazamo wa Kibanda ni kwamba hatua ya leo ya kuto kusaini kanuni za maadili na kutolewa rasmi chama chetu kwenye mchakato wa kushiriki uchaguzi ni tukio la kususia uchaguzi, tofauti na msimamo wa awali kwamba tutazuia uchaguzi. Linapokuwa msimamo wa kikatiba unakinzana na hili sharti la kikanuni. Binafsi na kitazama chama, natazama uhai wa chama chetu kwa katika eneo hatari. Tumecheza kamari mbaya. Sifikiri wanaotaka kugombea au wanaofikiri wale wanaotaka kama chama kushiriki uchaguzi ni kwa kuwa wanataka kugombea. Wanaofikiri hivyo ni wajinga na ni yale makundi ya harakati yaliyovamia. Anaendelea hapa kuandika Yeriko. Kwanza anaposema hapa kwamba binafsi akikitazama chama cha Chadema anakitazama kwanza kwa kuangalia uhai wa chama, lakini pia anasema Chadema imecheza kamari mbaya zaidi. Anasema kwanza hafikiri wale ambao wanataka kugombea au wanaofikiri wale ambao wanataka chama kishiriki uchaguzi ni kwa kuwa wanataka kugombea. Wanaofikiri hivyo ni wajinga na ni yale makundi ya harakati ambayo yamevamia ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa mantiki hii, kwa pointi hii ni kwamba Yeriko anawaunga mkono wale G55 kwamba hawafanyi kosa kuzuia hii kampeni ya no reform no election, lakini kwa maslahi makubwa ya chama anaona kabisa wapo sawa. Zen hapa anasema kwamba anaendelea hapa kuandika Yeriko, anasema kwamba kwa tume hii kugombea na kushinda ni majaliwa. Swali la msingi ambalo halijajibiwa kwa miezi mitatu sasa, tunazuiaje uchaguzi? Tukishindwa kuzuia uchaguzi, je, miaka mitano ijayo uhai wa Chadema utakuwa upo wapi? Izingatiwe kwamba hadi muda huu chanzo kikuu cha mapato ya chama ni ruzuku inayotokana na chama kushiriki uchaguzi wa mwaka 2020. Chama hiki kitaendeshwaje bila ruzuku? Tutaweza kulipa mishahara ya watumishi? Tutaweza kufanya operation? Tutajenga chama? Narudia tena, nitakuwa shahidi wa kuandika historia mpya ya Chadema baada ya huu uchaguzi. Akamalizia kuweka hashtag ya no reform no election. Hiki ndicho kitu ambacho amekiandika Yeriko Nyerere, lakini pia akaja hapa kumalizia na kuposti uchambuzi wa sheria ambao umeandikwa na wakili msomi Edson Kilatu.
Muhtasari wa hoja: madhara ya kutokusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Jambo la kwanza, maadili ya uchaguzi ni suala la kisheria. Yameainishwa katika kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Tume ya uchaguzi hufunga kanuni hizo kwa mashauriano na vyama vya siasa na serikali, kisha huzichapisha kwenye gazeti la serikali. Jambo la pili, nani hupaswa kusaini? Sheria inahitaji kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali pamoja na tume kusaini. Mgombea anapaswa kusaini kabla ya kuwasilisha fomu ya uteuzi. Na jambo la tatu, wakati wa kusaini ni wakati gani? Sheria haijaweka muda mahususi kwa vyama au serikali kusaini. Kwa mantiki hiyo, chama kinaweza kusaini wakati wowote kabla ya kuanza kampeni. Zingatia hilo kwenye swala la muda, kwamba chama kinaweza kusaini wakati wowote kabla ya kuanza kampeni. Jambo la nne, tafsiri ya kusaini kisheria. Neno kusaini halijapewa tafsiri finyu, linaweza kumaanisha pia kuridhia au kukubaliana kwa namna yoyote rasmi. Mgombea anaridhia kanuni zilizopo hata kama hajasaini moja kwa moja. Jambo la tano, madhara ya kuto kusaini. Sheria haijaeleza adhabu au athari ya moja kwa moja kwa chama au mgombea asiyesaini. Haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba na haiwezi kuondolewa kwa kuto kuwepo kwa saini ya kanuni. Zingatia pia hapo. Kifungu cha 162 sehemu ya pili kinaelekeza waliotia saini kuzingatia kanuni, lakini hakielekezi kuhusu wasio saini. Hii inaacha mwanya wa kisheria lakuna unaoweza kutumiwa na baadhi ya watu. Madhara ya kuto kusaini ni yapi? Sheria haijaeleza adhabu au athari ya moja kwa moja kwa chama au mgombea asiyesaini. Haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba na haiwezi kuondolewa kwa kutokuwepo saini ya kanuni. Kifungu cha 162 sehemu ya pili kinaelekeza waliotia saini kuzingatia kanuni, lakini hakielekezi kuhusu wale wasiotia saini. Hii inaacha mwanga wa kisheria lakuna unaoweza kutumiwa na baadhi ya watu. Hitimisho, sheria hii ina utata na inaweza kuleta sintofahamu katika utekelezaji. Kukataa au kushindwa kusaini hakumaanishi kufutwa kwa haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Haki inaweza kuondolewa tu kwa msingi ulioelezwa wazi na sheria au katiba, si kwa tafsiri au hisia. Huu ni uchambuzi ambao umefanywa na wakili msomi Edson Kilatu akichambua hapa, lakini pia ukichapishwa na Yeriko Nyerere kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Una nafasi pia ya kutochea maoni yako, lakini kubwa tunasubiria hatima ya Chadema itakuwa ni kitu gani kuelekea katika uchaguzi mkuu, iwapo watashiriki uchaguzi au hawatashiriki uchaguzi, licha ya kwamba tume ya uchaguzi imetangaza kwamba Chadema wamekosa sifa ya kushiriki uchaguzi baada ya kutokutia saini maadili ya uchaguzi ambayo yangeifanya Chadema kuwa miongoni mwa vyama 18, hivyo vyama 19 ambavyo vingeshiriki katika uchaguzi. Tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.